Kapteni wawili walitaka kucheza michezo wakati wa safari ya ndege. Waliwasha uratibu wa kujiendesha, lakini kwa haraka, kapteni wa kike aligusa kwa bahati kifaa cha kudhibiti. Ndege ilikatika kutoka kwa uratibu wa kujiendesha na ikapoteza mwelekeo, na dhoruba ilionekana mbele. Kapteni wa kike aliwasiliana na mnara kwa wasiwasi. Alimuomba mume wake amuongoe katika mwelekeo wa safari, lakini mume wake alivua kwa makusudi vinja na kujifanya haisikii. Mbinu yake ilikuwa sahihi kwa sababu alikuwa mtu aliyezaliwa upya. Katika maisha yake ya awali, mkewe alikuwa amecheza michezo na rafiki yake wa karibu kwenye ndege nyuma yake. Waliweka abiria hatarini, wakikabiliwa na maombi ya msaada ya mkewe. Mwanaume mara moja alichukua udhibiti wa mnara, na kwa uzoefu wa kazi wa miaka 30, alifanikiwa kuifanya ndege kutua kwa usalama. Alifikiri mkewe angekuwa mwenye shukrani, lakini baada ya kushuka kwenye ndege, alimpiga na kumkashifu kwa kutoa maagizo ya makusudi yasiyo sahihi, ambayo yalisababisha ndege kupoteza udhibiti. Baada ya kujua ukweli, abiria walimfundisha mwanaume kwa pamoja. Mwishowe, mwanaume alitiwa gerezani kwa kukiuka sheria, lakini mkewe hakukoma. Yeye na kapteni huyo walikuja hospitali kuonyesha mapenzi yao, wakimkasirisha kwa makusudi. Mwanaume alifariki kwa majuto kwa sababu ya huzuni nyingi, lakini Mungu alimhurumia na kumruhusu azaliwe upya saa 3 kabla ya ndege kuondoka. Wakati huu hangekuwa mpole tena. Alivaa vinja vyake na kusubiri maombi ya msaada ya mkewe. Kwa upande mwingine, mkewe alicheza tena michezo na kapteni kama alivyofanya mara ya mwisho, lakini muda mfupi baada ya uratibu wa kujiendesha kuwa kuwashwa, ajali ilitokea. Ndege ilipoteza udhibiti tena na ikapelekea kwenye dhoruba. Makapteni wawili walianza kumlaumu mwingine kwa makosa yao ya uendeshaji. Kapteni wa kike hakuwa na chaguo ila kuomba msaada kutoka kwa mume wake, lakini mwanaume alivua vinja vyake na akasikiliza wimbo wa kifo. Karibuni, kengele ya mnara ililia. Mkurugenzi wa kampuni ya ndege alikuja kusikia sauti. Aliamuru wafanyakazi wanaohusika kusaidia kutua kwa ndege, lakini mwanaume alikataa kwa sababu hii ilikuwa safari isiyo halali. Alichukua rekodi za safari za ndege. Ndege ilikuwa tayari imepoteza usawa kabla ya dhoruba kufika, lakini ili kuwaokoa abiria, mkurugenzi bado alitoa amri. Mwanaume hakutaka kuwaokoa watu, kwa hivyo alikabidhi haki ya amri kwa mwenzake. Hatimaye, chini ya amri ya makini ya mwenzake huyu, abiria kwenye ndege walikombolewa. Lakini wakati huu, mwanaume hangeruhusu mkewe atende kihuni tena.